Kwanza na mimi naomba nikushukuru sana, nikupongeze sana Mheshimiwa Rais kwa haya yote tangu yalivyoanza mpaka yanavyoendelea. Kama Mtanzania najivunia sana sasa kuwa hapa na kushuhudia mambo haya yakifanyika nikiwa hai. Tunakupongeza sana. Tunajua hukufanya kama John Pombe Magufuli, hukufanya kama rais tu, lakini umefanya kama mzalendo namba moja wa nchi hii. Kwa sababu kama ingekuwa akina John wako wengi, kama marais wako wengi, lakini kwa uzalendo wako umetupa faraja, tunajivunia, na sisi wasaidizi wako sasa tunafanya kazi kifua mbele, kwa sababu tunajua kama wewe umefanya haya makubwa, haya madogo madogo ya kwetu tutatupiga breki, tutaendelea kuyafanya kwa nguvu na kasi kama unavyofanya wewe. Tunakupongeza sana. Mimi nakupongeza zaidi kwa sababu haya yote yanayofanyika, unayosimamia rasilimali za nchi, hasa madini yako chini ya ardhi, unasimamia kikamilifu sana kwa uzalendo rasilimali ambazo ziko chini ya ardhi na zilizopo juu ya ardhi. Uliponikabidhi jukumu hili Mheshimiwa Rais, uliniambia, kwa sababu unaijua ile wizara, kwamba nenda kule wizara ya ardhi kaondoe uonevu. Wizara ya ardhi kuna watu, kwa sababu ndio rasilimali ambayo kila Mtanzania anategemea kuwa nayo. Kuna uonevu mkubwa, kuna ukiukwaji wa sheria sana. Kwa mimi kule kazi yangu Mheshimiwa Rais, nafanya kazi hiyo ya kukusaidia na kusaidia serikali ya awamu ya 5 na kusaidia maskini wa Tanzania katika kuhakikisha kwamba uonevu ndani ya ardhi unakoma na kila mtu anafuata sheria. Yako mambo mengi yanafanyika, lakini nitoe mfano machache ambayo yanaendelea kwenye wizara yangu. Juzi nilikuwa Sumbawanga, nikaambiwa na mbunge wa Sumbawanga mjini kwamba hapa kwetu waziri, viongozi wote wa mkoa wameshindwa. Viwanja vimepimwa, watu wana hati, lakini wanatokea watu wa babe kwa kushirikiana na viongozi wa halmashauri, wanaonyeshwa wanajenga kwenye viwanja vya watu maskini ambavyo vina hati tayari. Sasa waziri, unatoa mwongozo gani? Nikamwambia kwanza, kwa mujibu wa sheria hairuhusiwi, lakini ni ukweli kwamba yale niliyoyasikia Sumbawanga yako kila mahali. Hapa Dar es Salaam ndio yamekubuku. Kuna watu wamejipa vyeo hapa, wanajiita madalali, mabroka, wengine wako ofisini kwangu, wengine wako kwenye halmashauri. Kazi yao ni kuangalia tu viwanja ambavyo havijaendelezwa, hasa wakijua historia ni vya maskini, wajane, wastaafu na watu ambao pengine kwa namna yao yoyote ile hawawezi kupambana navyo. Kwa hiyo watu wenye pesa na matapeli wenye nguvu wanavinyang'anya hivi viwanja vya watu ambao wana hati miliki, na pengine watu hawa hicho ndio kiwanja chao kimoja, wanawanyang'anya, wanajenga. Kama una mlinzi wako pale wanamfukuza, wanajenga mpaka nyumba inakwisha. Hakuna kibali cha ujenzi, hana hati, hana michoro iliyothibitishwa mahali popote. Haya mambo Mheshimiwa Rais unayafahamu.